Kwanza nataka niwaambie watu ambao mko hapa, msiogope mtu yoyote na asiwatishe mtu yoyote, kwa maana hatutendi jinai katika haya tunayoyafanya. Tunatimiza haki yetu na wajibu wetu kwa taifa hili na vizazi hivi, kwa kuwa nchi hii tunaipenda na lazima tuiweke kwenye mstari. Hizi kelele za watu wamefeli hawa, tutakutaja we don't want even to waste our time, kwa sababu katika maisha yangu ya umri huu nilionao, naenda 47 sasa 46, sijawahi kuona mwanajeshi anayemtishia mtu nitakupiga risasi. Adui unamshuti, alert kwamba unashuti. Kwa naomba niwatoe hofu, msimuogope mtu yoyote. Sisi ni self made, hakuna mtu ametutengeneza sisi. Hiyo nimewaondoa hofu kwanza. Cha pili, nitaanza na haya ninayotaka kuyazungumza kwa sentensi hii. Namkumbuka mwalimu wangu alikuwa ananifundisha physics miaka hiyo, waliosoma mkoa wanamjua Ngui. Aliniambia hivi: you miss or apply a wrong formula in mathematics, ultimately you get a wrong answer finally. Apply formula mbaya au ambayo sio kwenye hesabu, utapata majibu ambayo sio sawa. And this is the call why we are here today. Politics ni very addictive. Ukijihusisha na siasa unakuwa kama tege hivi, ni kitu ambacho hutaki kuacha. Ukizoea kukaa kwenye siasa na ikafika mahali ile identity yako kama mwanasiasa au kama chama cha siasa inapotea, definitely inachanganya sana. Hiyo ni iko dunia nzima. Nimemwona babu yangu Trump hapa amehangaika kweli, kwa sababu ile identity yake kama mwanasiasa ilikuwa inapotea. Okay. Na ukizoea kuwa chama kikubwa cha siasa, kama hawa wanaojiita chama kikubwa cha siasa, na nyakati zikaamua tofauti kwamba wewe sio chama kikubwa cha siasa, unatulia na kujipanga na uchaguzi ujao. Between now na 2025 hakuna uchaguzi mwingine. Ukikataa kuikubali hali hiyo kwamba wewe sio mkubwa tena, it gives you nightmares. It gives you sleepless nights. Naelewa. Umezoea kuwa mbunge, mmezoea kuwa chama kikubwa and all that. Hizo ni privilege za wanasiasa. Sasa sio. Kwa hiyo mnapokuwa mmepoteza ile identity, mnatakiwa kukaa na kujipanga kwamba sasa what is the next course of action? Kuna uchaguzi mwingine 2025. Hatuwezi kusema ukuu tuliokuwa nao, kwa sababu tuna wabunge wengi bungeni, sasa hatunao, tunaendelea kumaintain ile identity. Haiwezekani. It cannot happen. Hiyo sio formula ya kisiasa. Unakaa pembeni, unajipanga na uchaguzi ujao, kwa sababu haturudi uchaguzi tena. Unapongangana kwamba sisi ni chama kikuu, kwa wabunge wapi? Kwa representation ipi? Kwa namba ipi? Tukisema yanaanza matusi na nini. Sasa ndio mna wanachama wengi sana kama mnavyosema, ambao nafikiri wanakuwa misleaded. Wanaanza kufanya vitu vinakuwa personal. Convert that number ya wanachama wenu waende kuwa representation bungeni. Sio maneno ya mdomoni. You cannot tell me kwamba tuna watu milioni 10. I need to show what are the results. And the failure to understand this ndio inatuleta kwenye hii maisha ambayo tuko nayo. Regrettably, you cannot barricade others because of your political ambitions. This is wrong. And if you don't want to listen to criticism, then that's a very serious syndrome. And as a politician, mature politician, you need to understand you are not insulated to critics. You are not. Tunavyowapinga CCM, tunavyowapinga ACTs, tena wana ngozi ngumu kweli ACT. It has to be the same. Sasa, kwa nini nimesema haya? Kumekuwa na migongano. Mimi hizi sio mambo zangu, sifanyaji vitu hivi, kwa sababu we have a lot of stuff to do. Lakini kumetokea mikanganyiko, yameongelewa maneno mengi sana ambayo yamefika mahali yanaanza
kuaminika. Tunadhani hatima ya harakati za Tanzania na ajenda za wanasiasa wa Tanzania zina collide, then zinaleta shida very serious. Na nitaisema hivi, wanasiasa kokote duniani kazi yao ni moja tu. They are fighting for opportunity to rule citizens. Hicho ndio wanachokitaka. Hawana kingine. Wanataka wachukue madaraka, waongoze. Na wanaongoza ni watu. Lakini activist kazi yao ni kufight for the cause, for the citizen against wanasiasa. So these two camps ziko parallel. Lakini mara zote kwa siasa zetu za Kiafrika, wanasiasa wakitaka kitu kutoka kwa wananchi wanajifanya ni activist. It's very common. Huwezi kumkuta activist au mwanaharakati kwenye ballot papers. You cannot. Kwa sababu lazima awe mwanasiasa. Lakini utamkuta mwanasiasa anajivalisha joho la yeye kuwa mwanaharakati. Ambitions zake sio hizo. These are the same people wakitoka nje ya wakikosa nafasi za kuwawakilisha wanakuja wanalalamika kwamba wabunge hawakati kodi. They were there 20 years. Hawakuona hii. Kwa nataka niwapeleke taratibu sana. Na mfika mahali nataka mfanye a very informed decision. Tufika mahali tuweze kuseparate kati ya wanasiasa na wanaharakati. Yameongelewa maneno kweli. Sio kwamba sisikii, nasikia. Wavumilia, lakini wakati mwingine yanakuwa makali kweli, inabidi nijibu. It's not my style. Sikudhani kama nahitaji kujibu, lakini nitaanza kujibu hoja zifuatazo, but I will answer that in seriati kwa mtiririko, and then watu watachangia, kama wana maswali tutajibu, and then we call it off, watu Ijumaa leo wakapumzike. Jana kumefanyika tukio moja la ajabu sana. Kikundi cha vijana wa chama kinachojiita kikuu cha upinzani, I don't take them with chama cha upinzani kwa kikubwa kwa sababu huna representation bungeni, kwa hiyo huwezi ukapewa ukuu ambao ulikuwa nao just because of that. That's a principle. Wanafikiri they have ownership ya movement na opposition kwenye hii nchi. This is very wrong. Chadema hawana ownership ya any movement or anything in this country. Na hii ni hoja muhimu sana kuijua. Kujipa ownership ya kila mpinzani, kila activist, kila anayefanya opposition is wrong. Ndio maana unaona wanasema vyama vingine sio vya upinzani ni vibaraka, except sisi. Who are you? Who are you to judge others? Who says you are better than others? Ukuu huu amewapa nani? Jana kwenye hizo mambo zao sio ndio za. Mimi sijuaji hizo vitu, kuna mtu alinipa tu ID yake nikaingia. Mtu anadilika anasema kabisa Kigogo asingekuwa hapo kwa sababu ya kwetu sisi. Do you know me? Do you know where I'm coming from? Do you know what cause I'm fighting for? You know nothing. You know nothing about these things. Hamuoni mtu yoyote kwenye nchi. Even wanachama wenu hamuwaoni. That's why they cannot stand with you for some of the very critical things that the leaders of that party, they want them to stand for. You're not owning anyone. Hamjajipa ukuu huo. Na haya ni mambo ambayo yamechukiza. Mtu anasema kwamba amekuwa hivi because of us. Guys, I'm self-made. And I grew to where I am because of what I was believing. Wakati wa kipindi cha Magufuli. Magufuli was a ruthless leader ever seen in this country. And everyone knows. Tumekuwa tunapambana naye kwa sababu freedom of expression, it was not there. It cannot be the same tune that you guys, you want people to dance because of your political ambitions. You cannot use the same bullet ambazo mlikuwa mnampiga nazo Magufuli to Samia. You cannot do that. If you do that, then that is hatred. That is not opposition. Hiyo manake mnachukia watu tu. It cannot be that. Mtu unasema huyu tunamuoni sisi tumemfanya alivyo. Naongea hapa, mtanisaidia hawa ndugu zangu mtawauliza. Can you ask any one of them kama amesha kunipa hata shilingi 200 kwamba hebu weka vocha? Yes, you are owning me. Sasa haya ni mambo ambayo yakiachwa
yataaminika ni kweli. Na mawazo ya hivi, mtu akifikiri kwamba anaku-own, ikafika mahali huamini ambacho anakifanya kwamba ni sahihi, dipacha yake inakuwa namna hii. Kuna mtu anafika mahali anazungumza kwamba huyu anatupinga sisi kwa sababu tisi wamempa hela, CCM wamempa hela. Guys, mimi kama ningekuwa mtu wa kupokea hela, ningeshamuuza mwenyekiti wenu long time ago. And you need to understand that. And the fact, mwenyekiti wenu can take a phone, call me. As a fact, mwenyekiti wenu can deliberate ask me things ambavyo nafikiri nikamshauri on certain things ambavyo mnavifanya huko online. I deserve that respect. Ningemuuza mwenyekiti wenu. Rai yangu kwenye hili, you're not owning anyone. And kwenye mambo haya, stop thinking mmeshikilia destiny ya watu. Nilifadhaishwa sana jana na Lema anazungumza kwamba hakuna mtu aliyepingana na Chadema akasurvive. Na haswa hili ndio niliseme Watanzania hawa wajue survival kwa sisi tunaosoma sayansi maana yake having a living on a certain living organism. Hiyo ndio tunaita survival. Someone is surviving. Kwa hiyo anapotoka kiongozi wa chama kabisa anaongea kwamba huwezi ukasurvive, I can say this is a threat to life. Na ametoa deadline. You cannot finish 3 weeks. You will not survive. Mimi nalindwa na Mungu. Lema, you cannot predict my destination. Chadema, you don't own the destination ya mtu yoyote kwenye nchi. If you kill people, kama mmezoea kuua watu, I can guarantee you, a living God is protecting people who are standing to protect other people. Come prepared. But I guarantee you, if I will not survive within 3 weeks, the last thing that I will do, I will die while I'm smiling and loving the people of this country ambao mnawa mislead. Na mnawa mislead kwa sababu hamtaki muambie ukweli. Mtu akiwaambia ukweli anakuwa adui yenu. Kwa hiyo nimesema hii naomba ifahamike kwamba kuna threat and imekuwa very direct. Sasa sisi ni watu ambao tunawasiliana na mamlaka hizi. It will be communicated huko aliko Lema. Labda clarify, aondoe hii hofu, lakini threat to life kwa mtu, it will put him into task. Imezungumzwa kwenye kitu ya jana on the similar note, which I want to clarify as well, kwamba mimi nimekuwa whistleblower na wao wananisaidia, wananipa information. Sikumbuki lini. Mwenyekiti wao anatishia mabunduki huko na wakina huyu mtoto yuko gerezani si nani, wakamuuliza nani alimwambia. Mwenyekiti wao watu wana print ballot paper hapo jamana, wakamuuliza mwenyekiti wao nani alimwambia. Sasa kuna vitu vingine wanalazimisha tuseme, tusingepaswa kusema. Lakini we have to tell people of this country to understand what kind of party or what kind of people mna interact now. Okay, be that as it may. Sijawahi kuona chama chochote duniani kinasema hadharani kwamba kitamtengeneza whistleblower wa kwao ambao wanaweza kumcontrol. Whistleblower hatengenezwi na chama cha siasa. Whistleblower anajitengeneza. Na hakuna whistleblower duniani ambaye identity yake inajulikana. Hayupo. If you guys mnafikiri mtaongea hizo utopian kind of argument, tokeza tukuone si nini, mimi siko kwenye harusi hapa kwamba watu wanione. And by the way, I'm very handsome for those who have met me. Very handsome. Sasa nitokeze hivi tupige picha. Mimi mngenijua mimi mngeshaniuza. I know that for fact. And I've been warned. Kwa na play very smart. Kwa mnapoanza kusema vitu hivi vinatuirritate to the extent
Chadema watengeneze whistleblower wao, maana yake ni kwamba awapige CCM wakikosea, ACT wakikosea, lakini kwa kuwa mnamcontrol nyinyi asiwaseme, hamwezi mkaongoza nchi, hamwezi mkapewa madaraka kama hizo ndio sentiment zenu. Nimemaliza hiyo. Ya pili, jambo la vurugu na kuchochea ugaidi. Hawa watu wanasumbuliwa na shida ya elimu. Nafikiri mfumo wa elimu wa hili taifa unatakiwa ufumuliwe, kwa sababu umebrew vijana ambao wana mentality za hovyo sana. Nimesikiliza Clubhouse yao, nimesikiliza mamijadala yao mengine wanazungumza kwenye magrupu yao, of course amwewe wewe anajua. Natajwa mimi kwamba nimechochea, nimewaambia waende wakatrain watu nje ya nchi, wakirudi wachukue bunduki, mapanga, mashoka, waanze kukata watu. Wachome vituo vya polisi, wachome mashule, mabarabara, all those kind of stuff. In all fairness, mtakuja kuzungumza. Every one of you mlisikia nilichoongea kwa Maria. Nimetaja mtu ashike bunduki mimi. Mtu ashike panga, shoka, akamkate mtu. Mimi. Sasa nasema hii public. TCRA msituvuruge hapa, nataka hata serikali wasikie. Kama mimi nimetamka hayo maneno kwamba watu washike bunduki, washike mapanga, mashoka, wakakate watu, naomba mtoe jina la Mbowe kwenye chaji zake za ugaidi. Naomba muweke jina langu. I'm ready kama nimetamka hayo maneno yamesikika mahali. Mimi nimesema kwamba wakawe train, washike bunduki, mapanga, mashoka, wakate watu, wachome vituo vya polisi moto, wachome vituo vya mafuta. Naomba msubstitute jina la Mbowe, muweke jina langu. Mimi ndio gaidi. Ambieni wanachama wenu, waandaeni kisaikolojia. Mimi chama hiki na kiheshimu. Nyinyi mambo mko Central Committee, mnajua polisi wana diary ya mwenyekiti wenu, ina information zote za matukio aliyokuwa na plan. Do you want us to put this public? Do you want us to do that? Msiaminishe wanachama wenu kwamba kila siku mnaonewa. It does not work like that. Waandaeni wasikie very shocking evidences that were presented mahakamani. Kuna maisha baada ya hapo. Chama kitaendelea. Hizo ni accident tu za kwenye siasa. Unafanya makosa, watu wanakushughulikia. Leo mnataka kushift burden ya mambo ambayo yamekutwa kwenye diary ya mwenyekiti wenu, ambayo polisi wanayo na wataipresent mahakamani kama ushahidi wanachomtuhumu. Mnasema mimi nimemwambia achome vitu vya mafuta mimi. Kauli nimeitoa wapi? Sasa ni kweli niliwaambia mkatrain vijana. Training is broad. CCM hawa mnawaona wanakaa hapa watatawala miaka 100 mbele. Wana train vijana. Wana train watu. Walikuwa na chuo chao kule Kigamboni, sasa wanajenga chuo kingine, a very classic chuo kiko Kibano nafikiri. Na nakumbuka Bashiru wakati anaenda kuangalia kichuo aliwaambia hivi, watu wa kwanza kuja kwenye kichuo hapa, intake ya kwanza ni yule wa Iringa kule, nani Ali Hapi na Bashir. Nini viongozi lakini ni wa ovyo ovyo. Wana train vijana kuja kuongoza. Okay. With all respect. Sio kwamba namdhalilisha mtu yeyote, nataka niongee. Okay, Chadema mmechukua serikali Kwa hiyo Mdude mko. Waziri wa fedha nani? Ambaye tutakaa atakuwa anatusomea my economic models, my financial models. Nani? Niambie ni nani? Chukua kundi lote la vijana Chadema waweke hapa Nani atasimama bungeni atakuwa anatuambia vitu, atusomee models za uchumi tutafanya nani? Kubalini mnapoambiwa. Niliwaambia mkatrain vijana kama mnataka kuja kuongoza hii nchi. Na niliwaambia hiyo plan sio ya miaka 5, hiyo ya miaka hata 10 mbele. And I went further to tell you with a very good heart. Kwa kuwa serikali inanyanyasa viongozi wenu wa juu, hamwezi mkawatoa hawa kaoperate nje ya nchi. Leo mnageuza, nimesema mchukue mashoka, nimeshafanya hiyo revelation hapa. Kama nilitamka hiyo kauli mahali popote na hiyo clip mnazungusha, mnakatakata hiyo clip isisikike yote. Polisi wanasikia, serikali inasikia, toeni jina la Mbowe niwekeni mimi, ndio nimewaambia hao. Lakini haya walioyasema, mapanga, mashoka, kuchoma vituo vya mafuta moto, mtayasikia siku yanasomwa kwenye ushahidi wa kesi ya mwenyekiti wao. Sitaki kwenda kwenye detail hiyo, lakini lies na spinning na kushift goals haitusaidii. Sasa
tuna miaka zaidi ya 20, tunajiita wapinzani and all that, tunaheshimu. Andaeni watu, kuna siku mtakuja kushika hiyo nchi kuongoza. Niliwapa mfano mzuri watu wa South Africa. Walileta watu Tanzania Mazimbo, walikuwa wanasoma. Siku wamechukua nchi kule, vijana tayari wako trained. Mzee wangu Zuma bahati mbaya alikuwa nafikiri hata kusoma ni tatizo kidogo. Lakini ndio hivyo. Kingine ambacho nafikiri it has to be in line with what I've said. Nafikiri ni kuwa na mapenzi tu na vitu wanavyovifanya na kuamini kwamba nina jukumu la kuwaambia. Reflection yangu kwamba mwenyekiti amekamatwa hotelini. Kiongozi wa upinzani kama mnavyoita ni kiongozi mkuu wa upinzani hawezi kukamatwa kirahisi namna hiyo. Hana ulinzi, hana vijana wa kumlinda. Kama ambavyo mnasema kwamba chama chenu kinapigania watu, kinapigania chama kwa hali yoyote ile. My thinking was you would have reciprocate hii kwenye kumlinda mwenyekiti. Na kusema kwamba wanapokuja kumchukua mwenyekiti polisi waanze kufa wao kwa sababu the interpretation was very simple. Tunapigana kufa na kupona kumlinda mwenyekiti wetu. That was the interpretation. Sasa hiyo mmeichukua, mmezoea kudanganya, mmezoea kuspine vitu, mmezoea kufanya mihemuko. Mkaongea all this stuff left and right, mmeleta commotion, mmeongea vitu nyingi, mmeleta situation imekuwa explosive. It's very unfortunate. Mwenyekiti huyu nafikiri mjifunze. Huyu wamemvunja mguu Dodoma. Katoka sio wapi huko anapanda hotelini wamemvunja mguu. Tena akaambia unatusumbua sana. Sasa wivu ambao mnao kukilinda chama, wivu huu hamna kumlinda mwenyekiti wenu. Na tukiwashauri ni vibaya. Sawa basi ni vibaya hamtaki. Hawa ambao mwenyekiti yuko nao ndani mliwaajiri kama nani? Si ni walinzi wa mwenyekiti wenu? Jifunzeni kusikiliza. Msiwe arrogant. Sio kila kitu mnabishabisha tu. Vingine ongeeni sirini kwamba huyu bwana pamoja na kwamba tumpendi huyo, lakini yeye ametuambia hii kweli hii. Fanyeni hivyo. Kwani CCM mnaweza mkakaa mkamchukua mwenyekiti wao? Kama ambao wamechukua mwenyekiti wao, ukaenda ukamchukua sasa mama sawa basi kanzu tusibiba twende can you do that? Hawezi. Kuna kitu kingine siwezi kukiita cha hovyo kwa sababu matusi hatupendi hata sisi. Walisema jana natumiwa na CCM na TIS. Leo mimi natumiwa na TIS. Lakini hii nitaisema hivi. Siku zote ukishindwa kujisustain kwenye siasa, hasa siasa hizi za Kiafrika, unatafuta an exit ambayo ni very soft ya kujustify failures zako. Kwa hiyo kusema watu wanaokinzana nao ni CCM, wametumwa na TIS, ni mambo yaliyozoeleka na wamekuwa wanafanya hivyo miaka nenda rudi. Sasa tukishauri haya, tukiwaambia haya inakuwa ni shida. Leo ni mwezi wa 9 sasa tunakwenda. Mwenyekiti huyu alizungumza kwenye kikao kimoja nafikiri Morogoro kwamba watakuwa nakutana mwezi Julai or something Iringa kwenye kamati kuu wafanye maamuzi ya kuhusiana na hawa wabunge ambao wako huko bungeni ambao wanataka kuwafuta wanachama whatever. Mwenyekiti hayupo. Chama kimesimama. Chama hakifanyi kazi. Tukiwashauri haya, tunawashauri kwa nia njema. Tukiwashauri haya, tunataka muwe active. Sasa naenda mwisho. Kwa nini nilisema wanasiasa wa Tanzania na agenda zao iko hivi? Swala la katiba lilikuwa sio agenda ya Chadema. I have number of calls na messages tulikuwa tunazungumza na mwenyekiti. It was not their agenda. Agenda yao ilikuwa tume ya uchaguzi na mambo yao ya digital nini sijui. Mwenyekiti akasema wana duel kwenye hili. Tena nikamwambia kwamba
Hamwezi mkataka tume ya katiba wakati tume inatajwa, tume ya uchaguzi wakati tume inatajwa kwenye katiba. Kwa hiyo mkitaka tume ya uchaguzi leo, hamtakuwa mnatutendea haki. CCM watakubali, wako very tricky. Kwa joto hili ambalo liko watakubali leo, okay, tutaweka representation kutoka kwenye vyama vingine kwenye tume ya uchaguzi. Watapita pita kidogo, mtapata viti kule 40%, 30%. Tutakwenda 2025, mambo yatakwisha. Lakini the main cause here ni katiba mpya ambayo ita-address hivi vitu once for all. If we don't do it now, hatutafanya tena. Lakini hili mnatakiwa mwe na mkakati how you move forward. Na hili ndio ni mkakati wa kichama kabisa. Sio kuachia hawa bavicha sijui vitu. Hawezi, hii ni kitu kikubwa sana hiki. Kwa sababu mkianza kuongelea hii, watatoka CCM watatoa big guns kuja kupinga hiki kitu. Kwa hiyo tutakiwa ikutane na watu ambao wanaweza kuexplain. Tukamaliza hivyo, sisi tulikuwa tuna movement yetu nyingine tunafanya kama activists, na tulikuwa tumeshajiandaa sana. Wakapiki hii agenda, wakaenda nayo kama walivyo wanasiasa. Nataka niwaulizeni leo, kwa tukifanya activism kwenye nchi hii tukidhani kwamba wanasiasa ni sehemu yetu, we are making a very big mistake. Hawa intention yao sio ya kwetu. Hawa sasa tukiwa tunasema haya, mchakato wa katiba sisi tulianza na tukawa tuna strategy kabisa. If you ask them today, apart from kuweka mkutano, what else do you do? Do you train people? Do you provide civic education to people? They have no clue. Niishie hapo kwa kusema kwamba naumizwa na nimeumizwa sana na swala la katiba kuchukua mtazamo wa kisiasa na limekufa. Siku litakaporudi litakuwa la wananchi, tutakuja kuzungumza, CCM watakuja kukaa na sisi tu, watazungumza, tutapata katiba. Lakini for now, kama liko kwenye mikono ya wanasiasa, I can guarantee you hakuna katiba mtaipata, kwa sababu watakuwa na dini nalo kisiasa na watashughulikiana kisiasa, kwa sababu wana means zao za kushughulikiana kisiasa. Tukae tufanye vitu vingine. Siku tukija kurudi kwenye science kwamba sasa tunadhani katiba ni ya wananchi, mtuamshe hata usiku saa 9 tutakuja. Niwashukuru sana